Ukiona ishara hizi kubwa tatu, ujue kabisa kwamba hauko kwenye mahusiano sahihi na natakiwa uchukue hatua za haraka sana. Ishara ya kwanza, mnapokuwa mmekosana, mwanaume ama mwanamke anakimbilia kusema nitakuacha. Yaani ugomvi tu kidogo, neno nitakuacha linakuwa la kwanza. Mtu huyu anajihami na anaweza akakuacha muda wote ule, hata kama mtakuja kuwa mmeoana, bado anaweza akakuacha kiurahisi. Kwa nini? Kwa sababu yeye kitu pekee ambacho anafikiria cha kufanya ni kukuacha kipindi ambacho unakuwa unakosea, na ile room kwa ajili ya kutafakari ya kwamba kwa nini huyu amefanya hivi, kwa nini hili jambo linatokea kwenye maisha yetu, kwa nini mahusiano yetu yanakuwa hivi kila siku. Hana hiyo room ya kufikiria hivyo, bali anachofikiria peke yake ni kuachana. Kimbia haraka sana hapo kakangu au dadangu, jua kabisa dalili hatari na huyo mtu sio sahihi kwa ajili. Ishara nyingine ya pili ya hatari kuliko ile ya kwanza, unapoona nyie ugomvi huwa haukauki kwenye mahusiano yenu. Yaani nyie kila siku mmekuwa ni watu wa kupishana, kila siku mmekuwa ni watu wa kugombana. Kama ugomvi huu upo kwenye hatua za uchumba au uko kwenye hatua za mahusiano, je, tukifika kwenye ndoa itakuwaje? Kwa dalili nyingine kubwa ya tatu, mwanamke ama mwanaume anapokuwa hana uvumilivu kipindi ambacho unakuwa umekosa. Yaani kipindi ambacho unaweza kumwambia kwamba mimi bwana sina pesa sasa hivi, inaomba univumilie, mwenzako ananuna, hakupokelei simu wala hakuongeleshi, jua kabisa kwamba hiyo ni dalili hatari, hauko kwenye mahusiano ambao ni sahihi. Kama umejifunza kitu kupitia clip hii, basi andika kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu, na share kwa ndugu jamaa na marafiki ambao unataka na wenyewe pia waweze kujifunza kitu. Na pia usisahau kutufollow kama umebarikiwa, ili kipindi unapokuwa tunaposti mafundisho mengine kama haya, basi unakuwa wa kwanza kuyapata.